Wakati mashabiki wa Yanga wakisubiri kuona usajili mpya wa nguvu, taarifa zilizotufikia zinaeleza kuwa nyota watatu waliowahi kupewa matumaini makubwa ndani ya kikosi hicho wako mbioni kuondoka. Rasmi ni kuwa Ikangalombo na Dumbia safari yao ndani ya Yanga inaelekea ukingoni, na taarifa zinaeleza kuwa muda wote kuanzia sasa klabu ya Yanga inaweza kutangaza rasmi kuachana na baadhi ya wachezaji wake ambao walisajiliwa kwa matarajio makubwa lakini wakashindwa kuonyesha kiwango kilichotarajiwa ndani ya kikosi hicho. Miongoni mwa majina yanayotajwa ni Jonathan Ikangalombo, Celestin Ekua pamoja na Mamadou Dumbia. Wachezaji hawa walikuwa wametolewa kwa mkopo kwenye vilabu tofauti ili kupata nafasi zaidi ya kucheza na kurejesha ubora wao, lakini inaelezwa kuwa viongozi wa Yanga hawajaridhishwa na maendeleo yao. Ikumbukwe kuwa Jonathan Ikangalombo alitambulishwa rasmi na Yanga mwezi Januari mwaka 2025 akitokea klabu ya AC Vita klabu ya DRC Congo. Wakati huo mashabiki wengi wa Yanga walikuwa na matumaini makubwa kutokana na uwezo wake wa kucheza maeneo mbalimbali ya ushambuliaji. Hata hivyo, maisha yake ndani ya kikosi cha Yanga hayakwenda kama ilivyotarajiwa na alishindwa kujihakikishia nafasi ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Kwa upande wa Celestin Ekua, aliwasili Yanga katika dirisha la usajili la mwaka 2025 akiwa na matarajio makubwa ya kuongeza nguvu eneo la kiungo, lakini pia pamoja na sifa alizokuja nazo, Celestin Ekua hakufanikiwa kuonyesha kiwango cha kumshawishi na benchi la ufundi kuendelea kumtegemea kwa muda mrefu. Hali kama hiyo pia imemkumba Mamadou Dumbia, kiungo fundi kabisa namba 10 aliyeimbwa kweli kweli, AI, ambaye naye amekuwa akitajwa katika orodha ya wachezaji wanaoweza kuondoka rasmi ndani ya klabu hiyo. Inaelezwa kuwa Yanga kwa sasa ipo katika mchakato wa kufanya maboresho makubwa ya kikosi chake kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Katika kipindi cha hivi karibuni, Yanga imekuwa ikifanya tathmini ya kina kwa kila mchezaji ili lengo kubwa likiwa ni kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa zaidi kitakachoweza kutetea mataji ya ndani na kufanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF. Mashabiki wengi wamekuwa wakijadili swala hili kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi yao wakiamini kuwa ni wakati sahihi kwa klabu hiyo kufanya mabadiliko hayo ili kutoa nafasi kwa usajili mpya wenye uwezo wa kuongeza ushindani ndani ya kikosi hicho. Na taarifa zinaeleza kuwa badala ya majina ya Ekua, Dumbia na Kapelo Ikangalombo, mchezaji mwingine anayefuatia kwa karibu kuhusu ni hatima yake ndani ya Yanga ni Buba Jammeh. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na klabu hiyo kuhusu mustakabali wake. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona ni lini Yanga itatoa taarifa rasmi kuhusu hatima ya wachezaji hao na ni majina gani mapya yatakayowasili kuchukua nafasi zao kuelekea msimu ujao. Je, unaona Yanga imefanya uamuzi sahihi kuachana na Ekua, Dumbia na Ikangalombo? Toa maoni yako hapo kupitia YouTube channel ya Mponela Update, kisha like, subscribe na uendelee kucomment. Utakuwa umetisha kweli kweli. Thank you. Mimi naitwa Michael, wengi napenda kuniita mtaalamu wa pasi za mwisho.